Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwenye kipindi cha Utupe Riziki Yetu ya kila siku, tarehe 20 ya mwezi wa 5, na mimi ni Mwalimu Baraka Mbonaliba. Tunaendelea na yale mambo matano ambayo unatakiwa kuwa nayo kwenye mkakati wa kukusaidia kuishi misingi ya kibiblia ya kiuchumi. Kumbuka tulisema ya kwamba mifumo, kanuni bila mkakati hazikusaidii. Kwa hiyo lazima uwe na mkakati wa kuishi hizo kanuni au mifumo au misingi ambayo umejifunza ya kiuchumi, na tayari nimeshakupa mambo matatu kwenye ile mkakati ambayo tunaweka msingi wake kutoka Zaburi ya 34 mstari wa 14, uache mabaya ukatende mema. Sema lazima yote yaende kwa pamoja. Acha baya na utende mema, na utende mema na uache baya. Na Mathayo sura ya 7 mstari wa 24-29 ambayo tulisema ya kwamba unahitaji kuwa na kujua wapi ujenge huo msingi wako, kwenye mwamba ambao ni Kristo. Mchanga ni mwanadamu, mvua ni baraka na ambayo inaleta mafanikio, mafuriko ni nguvu za giza, na upepo ni fundisho la mwanadamu, na lazima uchague ni kipi ambacho unataka kukifuata. Nimeshakupa tayari mambo matatu kwenye ule mkakati wetu ambao tumeupa jina linalosema jifunze au jitahidi kuwa na badiliko la ndani. Badili tabia yako ya rohoni ya kiuchumi ili uwe na badiliko la nje la kimwili la kiuchumi. Lazima ubadilike kutoka ndani. Jambo la kwanza tulisema utafanikiwa kufanya hivyo kwa kuhakikisha kwamba unatumia mafanikio madogo madogo ambayo yanakuja kwenye maisha yako ili kukutia moyo. Mithali 13:11, mali iliyopatikana kwa haraka inapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishwa. Kuzidishwa kunakuja kwa kuchuma kidogo kidogo. Jambo la pili, andika malengo yako madogo madogo yanayotimilizika kwa muda mfupi. Nikashauri malengo labda yanaweza kuwa ya siku au ya wiki au kwa kiwango cha juu kabisa ya mwezi mmoja, na hakikisha unayafuatilia. Warumi 12:3, kwa maana mmepewa neema na wameia kila mtu aliyeko kwenu asinie makuu kupita impasavyo, bali awe na nia kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mmoja. Mithali 13:12, kilichotarajiwa kikikawia moyo huugua. Usitafute ugonjwa wa moyo kwa kutarajia makubwa kuliko vile ambavyo unaona ni halisi, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Kwa hiyo hakikisha una malengo madogo madogo yanayotimilizika kwa muda mfupi, yatakupa afya nzuri pia. Jambo la tatu, jenge msuli wa kukataa ubaya. Tumelizungumza sana jana. Kisha unajenga msuli wa kukataa ubaya, na kulingana na Waebrania sio rahisi kufanya mema kama ambavyo tumesoma Waebrania 5:12-14. Lazima ujizoeze kupambanua mema kwa kutumiwa. Sharti upite kwenye hiyo kipimo ya kutumiwa ili uweze kujua. Warumi 5:3-5 tumesoma. Lazima pia ujifunze ya kwamba dhiki kazi yake ni kuleta saburi, patience inakuletea endurance, tribulation inakuletea endurance, na endurance ni muhimu kwa sababu inakupa hope, inakupa kutumaini. Lakini pia tulizungumza jana Yeremia 13:23 ambapo anasema, je, mkushi aweza kuibadili rangi yake? Na ukweli usiopingika kama tulivyosoma ya kwamba ni jambo ambalo ni gumu. Kwa hiyo ni muhimu ukajifunza kwamba ili ubadili tabia yako mbaya, kama anavyosema Yeremia 13:23, ili kutenda mema nyie mliozoea kutenda mabaya, hilo ni jambo gumu. Ni kama vile chui kubadili madoadoa yake, au mtu mweusi mkushi Ethiopia kubadili rangi yake. Na Mungu akujalie kuwa na uwezo wa kuyaishi haya katika jina la Yesu Kristo. Leo nataka nikupe jambo la 4 na la 5 ambalo litakusaidia kwenye huu mkakati. Na jambo la 4 ni jijengee tabia ya uwajibikaji. Unataka kuwa na mafanikio ya uchumi, hii misingi ambayo tumejifunza yote ni migumu kuishi kama tulivyosema. Yale maeneo 8 ambayo fedha inajificha ni magumu kwa sababu ni ya kikanuni. Mtu anataka pesa ambayo ni rahisi, na hiya ni mambo ambayo ni magumu. Sasa ili uweze kufanikiwa lazima ukubali kujijengea tabia ya kuwajibika. Lazima ujijengee tabia ya kuwajibika. Na hapa lazima ujifunze kuwa na msimamizi utakayetoa taarifa au ripoti kwake kuhusu kufanikiwa au kutokufanikiwa kwa malengo yako. Na huyo mtu lazima awe ni mtu ambaye ana amri juu yako, awe na amri juu yako. Kiufupi au kwa lugha nyingine ya kiroho ambayo tunaitumia ni kwamba tafuta baba wa kiroho. Kiufupi au kwa lugha nyingine ambayo tunaitumia ni kwamba tafuta baba wa kiroho. Uwe na mtu ambaye anaweza kukusimamia, ukatoa taarifa kwake ya malengo yako,
na ukatoa taarifa kwake jinsi ambavyo umefanikiwa au hujafanikiwa kwenye malengo, na akakudirect, akakupa ushauri na maelekezo ya nini cha kufanya ili ufanikiwe na ukayafuata, kwa sababu unajua wakati mwingine unapokutana naye atakuhoji umefikia wapi, wakati mwingine ukutana naye atakuhoji umefikia wapi. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni accountable. Lazima kuwe na accountability. Hakuna mafanikio kama hakuna accountability. So you must be accountable. Hilo ni jambo la msingi sana. Na uwajibikaji ni sehemu ya msingi sana. Umeiona mara nyingi kwenye Biblia. Yule bwana aliwapa talanta kwenye Mathayo sura ya 19 na ile sura ya 25 ya Mathayo. Alivyowaachia talanta sura ya 18 Mathayo na sura ya 25, alivyowaachia talanta anasema baada ya muda akarudi akafanya nao hesabu. Nitakutumia mistari na uone jinsi ambavyo ni muhimu. Mathayo sura ya 25 kwa mfano, ule mstari ambao ni wa 19 hadi 30. Mathayo 25, Mathayo sura ya 25 mstari wa 19 hadi mstari ule wa 30, unaona habari ya bwana mmoja anasema baada ya siku nyingi huyo bwana akaja akafanya hesabu nao wale watumwa wake. Ukisoma kuanzia mstari wa 14 anasema maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake akaweka kwao mali zake, akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadri ya uwezo wake akasafiri. Maana yule mtu alipokea talanta 5 akaenda akafanya nayo biashara. Usoma mstari wa 17, mstari wa 18, mstari wa 19 anasema baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale akafanya hesabu nao. Accountability. So they had to be accountable. Kwa hiyo akaja aliyepokea 5 akaleta talanta nyingine 5 akisema bwana uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Akaja yule aliyepokea talanta 2 naye akatoa accountability yake. 24 mstari akaja yule aliyepokea talanta 1 akasema bwana nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda wakusanya usipotawanya, basi nikaogopa nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi, tazama unayo leo yako. Unaona huyu ni mtu aliyokuwa accountable kwake. Waliofanikiwa walikuja kutoa mafanikio walionayo, asiyefanikiwa naye alikuja kutoa taarifa ya mafanikio ya kutokufanikiwa kwake. Mstari wa 26 bwana wake akawajibu akamwambia wewe mtumwa mbaya na mlegevu, akatoa adhabu na mambo ambayo yanaendelea. Lakini mstari wa 25 anasema nikaogopa nikaenda nikaificha. Kwa nini? Kwa sababu mstari wa 24 anasema sababu, anasema nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda wakusanya usipotawanya. Ni mtu ambaye unaona walikuwa wanaweza kuwa accountable, wanamuogopa kwa jinsi alivyo. Na misemi yao ni mtu ambaye unamuogopa kwa staili hiyo, lakini unayemheshimu na unaweza ukatoa ripoti kwake, akikuhoji ujibu, akikuwajibisha ukubali kuwajibika. Huyo anafaa kuwa mtu wa msingi sana kwako, kuwa mentor wako wa kiuchumi, kuwa baba wako wa kiroho wa kiuchumi. Watu wengi wamezoea kuwa na baba wa kiroho kwa maeneo mengine, lakini watafute wapendwa ambao wana baba wa kiroho wa kiuchumi, utakuta ni wachache sana. Kwa hiyo huu ni msingi pia, hakikisha una baba wa kiroho wa kiuchumi. Sura ya 18 ya Mathayo ambao amezungumza pia habari za talanta, angalia jambo anaosema mstari wa 23, 18:23 Mathayo anazungumza pia, anasema kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alitaka kufanya hesabu, accountability, na watumwa wake. Alipoanza kuifanya alitoa mtu mmoja aliyeoa talanta 10,000 na kuendelea. Kwa hiyo ni muhimu uwe na mtu ambaye unaweza kufanya hesabu kwake, ukawa accountable na ujijengee huo msuli wa uwajibikaji. Itakujengea msuli wa uwajibikaji. Zaburi ya 32 mstari wa 8. Wengine wanasema mimi siwaamini wanadamu. Hamna mtu ambaye anaweza nikaenda kwake akanisikiliza. Kwa hiyo mimi nataka mimi nijisimamie mwenyewe. Simwamini mtu. Na naweza nikaungana na wewe kama unaona hivyo ndivyo ulivyo. Lakini nataka nikwambie ya kwamba Biblia ina jibu la kila jambo, na Zaburi ya 32 mstari wa 8 ni ya kwako. Kama wewe unaona huo ni mtu anayekufaa kukuongoza kiuchumi kwenye eneo unaopitia, Mungu awe ndio kiongozi wako. Na Biblia inasema hivi 32 Zaburi mstari wa 8, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakufundisha, angalia, na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kama uone mtu, Mungu yuko tayari kukufundisha. Mungu yuko tayari kukuonyesha njia utakayoiendea. Mungu yuko tayari kukushauri. Mungu yuko tayari jicho lake likutazame. Huyu
ni mtu ambaye uko accountable kwako. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eyes. Kwa hiyo jenga tabia ya uwajibikaji. Kama hauoni mwanadamu wa kukupitisha kwenye hiyo njia na huo mkakati, Mungu anasema yuko tayari kufanya hivyo. Hakikisha unakuwa mwaminifu kwako mwenyewe na unakuwa mwaminifu kwa Mungu kwa yale malengo unayoweka, na Mungu akujalie kuyaishi hayo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Kesho tutamalizia kipande cha mkakati, na usikose saa 12 asubuhi. Ubarikiwe na Bwana. Amen.